Wakazi wa mtaa wa Matopeni ulioko Kayole jijini Nairobi wamelalamikia hali mbaya ya mazingira inayosababishwa na maji taka yanayotiririka ovyo kutokana na kile wanachodai ni ujenzi mbovu wa barabara ya Macedonia. Kwa mujibu wa wakazi hao, barabara hiyo ilijengwa bila kuwekwa kalvati za kupitisha maji taka, hali iliyosababisha maji hayo kuchanganyika na maji ya mvua na kusimama kwa muda mrefu tangu mvua kubwa zilipoanza kunyesha nchini. Tuko na shida mingi sana kama mayutu wa area. Kama sasa ukiona tumetengenezewa barabara hapa, kuna watu wanaumia pande hii kuna maji. Sasa tunauliza kama maji barabara imetengenezwa na solution ya maji ya kutembea hatuletewi. Sasa unaona wengine wanaumia na wako na mabiashara, wengine wako na watoto wanashindwa kuwatuma hata kwa duka. Wanasema watoto wanaweza enda kuanguka kwa ma. Sasa tunauliza sisi kama mayutu wa area hatuna usaidizi na tuko na kiongozi. Tunasema tutasaidika vipi kama tujaamuliwa na kiongozi ambaye anatupeleka hivi. Barabara inapewa watu ambaye ni corrupt. Hakuna mahali barabara inachimbwa. Barabara imewekelewa tu juu. Tunaambiwa ni barabara. Sasa tunauliza tutaishi hivi miaka yote. Kiongozi amelala. Kiongozi amelala. Hii ni maji unaona hapa imejaa. Kuna watu, kuna duka pale, kuna duka hapa, kuna biashara hapa na wanazidi kuumia. Wako na watoto, unashindwa watoto wataenda namna gani hata mashule asubuhi. Mosquito inakula watu, inafuata mpaka nduthi bwana. Changamoto ile kuu tuko nayo, tuko na kiongozi. Na kiongozi atushughulikii vile ambavyo inafaa. Ametengeneza barabara hapa. Na hii barabara ambayo ametengeneza, amesahau kupeleka barabara itoe drainage ya maji ya kupeleka. Sasa wengine wanaumia pande hii na wengine wanafurahia pande hii. Ni uongozi gani hiyo kweli? Hiyo maji iko mixed na sewage na inaingia mpaka kwa nyumba. Imebeba vitanda, unalala kwa nyumba unapata vitu zako zinabebwa juu, unapata inaelekea. Wale tunaita ni viongozi wetu hawana concern. Huku vitu higa huku chini maji inaingia kwa manyumba. Huku juu wanasema wametengeneza barabara na maji yote wameielekeza inateremka wapi? Inateremka kwa manyumba huko Twiga. Familia mingi zimeteseka huko, lakini viongozi wanashughulika kweli? Hawashughuliki, wamelala tu alafu mshahara inafanya nini? Inaingia. Wakati wa kubadilisha mambo saa hii. Niko na uchungu sana kwa sababu wakati hii lami ilikuwa inatengenezwa, mimi mwenyewe niliita mkutano. Nikiwa nimeita mkutano, tuliagree, nikaambiwa kwamba after enda umwambie au nyanajenga barabara kwamba watuweke drainage, watuweke calabat. Nisipo ndio wakati mvua itakuwa inanyesha maji ipite calabat ikiingia kwa drainage. Na uchungu zaidi hawakufanya hiyo. Ni wakanijibu kwamba mimi niko na siasa chafu. Ambapo mimi nilisema sawa, kama ni siasa chafu, wakati mvua itakuanza kunyesha ndio tutaona ukweli ile ambayo wananchi wa hapa waliona ni kitu ya maana na kitu ya mzuri zaidi. Kwa saa hii watu wa hii court wanateseka. Wengine wamefunga biashara zao. Wengine hawajui mali wanaenda. Wengine wamehama kwa sababu hawezi kubali kukaa mali, watoto wao watafanya nini? Watagonjeka. Sasa naomba yule ambaye alijenga hii barabara ambapo ni MP wa Embakasi Central Major Doc, kujenga barabara sio mbaya, but ukijenga barabara inafaa ukuwe na the proper arrangement. Vile maji hiyo itafanya nini? Itaenda. Wakazi wanasema hali hiyo imeongeza hatari ya mlipuko wa magonjwa ikiwemo kipindupindu na kuhatarisha afya ya watoto na wazee katika eneo hilo. Sasa wanatoa wito kwa viongozi wao na mamlaka husika kuingilia kati haraka, kurekebisha mabomba ya maji taka na kuboresha miundombinu ya barabara hiyo ili kuzuia madhara zaidi kwa jamii. Naomba serikali akuje atuokoe hapa kwa sababu sisi tunataka maneno mzuri. Na tunataka heshima. Wakati unaharibu maneno hapo umetukosea heshima na umetukosea ile kura tumekupea, umetukosea. Ndio nasema ya mwisho MP yeye ndio alitengeneza barabara. MP yeye ndio alitengeneza barabara. Atume hiyo magunzi yake akuje waangalie itengenezwe, sisi tuende mbele. Sisi tunaomba serikali
itupatie chance pia sisi. Si lazima tuongozwe na watu wenye wameka vifua zao mbele. Hatutaki watu wenye wanaweka tumbo zao mbele, hawana concern ya humanity. Kwa sababu hao wananchi ndio walifanya nini? Waliwachagua. So kwa hivyo kama walichaguliwa wanafaa wafanye kazi. Hiyo kura yenye walipewa, hiyo kura ya mwananchi inafaa ifanywe kazi na iheshimiwe. Sasa wakikuja ground kutuomba kura, tunaangalia ile shughuli wamefanya. Sasa hatuangalii do, sasa tunaangalia ile shughuli yenye kinara amefanya. Na kama hajafanya shughuli, ajitayarishe tu kwenda home. Ombi tu sisi tuko nayo tu ni maji iondoke, watuwekee cabrit hapa ama watuwekee barabara, watuwekee drainage, maji iende. Hatuna mambo zingine nyingi. Kwa sababu ile shida tuko nazo ni nyingi sana. Hii ni nyumba maji ikijaa zinaingia. Hii ingine ni boma ya mtu bado nyumba maji zinajaa huko ndani. Unakuta hata ukiangalia pale utaona maji inaingilia mpaka pale kwa mlango yake. Hakuna pale maji inaweza enda. Iliingia wakati barabara ilipotengenezwa. Manake wakuweka ile barabara drainage ya kupeleka maji. Pia kitambo maji bado ilikuwa na shida, ilikuwa inakwama, lakini iko ikikwama kama sasa. So imeblock, watoto wako na shida. Mabiashara zimefungwa pale mbele, kuna hoteli, kuna duka maziwa. Hii ni boma ya mtu, maji inaingia. Kwa hivyo shida ni tunaomba wakubwa wale wametusimamia wakuje watutengenezee tu hapa. Hatuna maneno zingine nyingi. Hiyo tunaomba kama umepatiwa kazi na government ufanye. Hatukatai lami umeweka ni mzuri, but shida ni haina drainage. Watu wanaumia hapa. Kuna watoto wadogo pia, na venye mnajua maji kama ikitokea kunaweza kuwa na magonjwa mengi. So sile kenye tunasema ni serikali kipewa kazi, hakikisha kazi imepewa ni kazi mzuri na piga. Kazi imepigwa iko sawa, lakini shida ni drainage tu ndio haina. Ni hiyo tu na sina mengi.